Kwa majina anaitwa Baraka Petro Masatu, ni mfanyabiashara ndani ya soko kuu la wilaya ya Kiloleli. Nashukuru sana serikali ilituangalia kwa namna moja au nyingine kutuwezesha kiuchumi kupitia Wizara ya Maendeleo na Jamii na Jinsia na Watoto ambayo inaongozwa na Waziri Joyce Gwajima. Ilituwezesha kutupatia mikopo midogo midogo kwa ajili ya wajasiriamali, na mimi ni miongoni mwa wanufaika wa hiyo mikopo, ambaye nilipewa mkopo mwezi kabla ya maandamano, nikaweza kurudisha rejesho moja. Niliyofuata tukaingia kwenye timbwili la maandamano. Kwa hiyo wakaweza kupita na kibiashara changu ambacho nilikuwa nimewezeshwa na nimeweza kukiendeleza kimradi cha kuuza nguo, wakaiba kila kitu na wakavunja. Ila kupitia hilo benki haijatupa nafasi ya kutusikiliza wala kututembelea kujua matatizo ya mtu mmoja mmoja. Walichoweza walipiga simu wakidai marejesho kama tulivyokubaliana. Kwa sisi waathirika hatakuwa na uwezo pia tena kuendesha biashara tuliyokuwa tunaendesha kupitia ule mkopo, na mpaka sasa hivi tuko bado tunajitafuta kwenye 1 na 2 ili tuweze kurudi pale. Point yako imeelewa. Umeona hapo duka la simu la milioni 80 na kitu ni duka langu ambalo nimeitengeneza kwa miaka 22. Lakini cha ajabu ni kwamba amekuja siku moja tu akalishusha roto akaondoka nalo. Vile vile tena nimeshangaa kitu kimoja, wameondoka mpaka hadi na sefu. Kitu ambacho ni kigumu sana kubebeka. Sijui ni waandamanaji au uwezo walibeba, sijui walikuwa na gari, sijui ni nini kiliwalitumia kuibeba, lakini nilikuta nenyo haipo. Sasa mimi ushauri wangu kwa serikali, tunaomba mtushike mkono, kwa sababu tulichokipoteza ni kikubwa mno. Hatuwezi kuinuka, na najua serikali mnatambua kwamba biashara ndio inaendesha nchi. Biashara kwa awamu ya kwanza miezi mitatu, kuanzia mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12. Biashara ya thamani ya milioni 113. Sababu mimi kwangu alibeba mpaka miundombinu. Kwa maana kwamba mashelfu, IC, feni, walivunja kila kitu. Sasa kwa upande wa TRA kwenye kodi wanatusaidiaje? Sababu tunajua kodi tangu imeanza kuhesabu haitasitishwa. Wanaendelea kuhesabu. Je, kwa mtu ambaye amepata changamoto kama hiyo wanatusaidia vipi? La kwanza, tathmini ipelekwe. La pili, nyinyi mnaiomba serikali iwashike mkono kwa hasara ambazo mmezipata ili mrudi kwenye maisha. Hilo ndilo la kwanza ambalo tumelielewa kutoka kwenye mkusanyiko huu. Sasa wengine wanahamu kwamba hiyo kama kuna kushikwa mkono washikwe hata kesho. Sasa sisi tutapeleka kilio chenu kwa wakubwa zetu, kwa viongozi wetu, waone umuhimu wa hili jambo. Kwa hiyo mimi sitakuwa na uwezo wa kutoa kauli kwamba baada ya wiki 2 serikali itafanya uamuzi wa kuwalipa. Hiyo haiko kwenye mamlaka yangu, bali mimi mamlaka yangu nimewasikiliza, nimefanya tathmini ya uharibifu uliotokea, nimekusanya maoni yenu kwamba mnaitaka na kuishauri serikali yenu ifanye nini, ninawapelekea viongozi wetu, na wao wametuita, tumekaa nao kwa hatua za awali. Juzi mliona Mheshimiwa Waziri Mkuu tumekaa naye kule Dodoma, tumemweleza hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, hapa yako mambo tunaweza tukasema serikali kuu, lakini yako mambo madogo madogo. Halmashauri zetu za jiji na halmashauri ya manispaa ya Ilemela tunaweza kuyafanya hata bila kusubiri serikali kuu. Kwa mfano, wewe umekodi maturubai kutoka kwa yule bwana pale. Maturubai yenyewe milioni 3. Maturubai yalitumika kwa ajili ya tume. Kwa hiyo manispaa tuwasiliane na tume, tuwapelekee na tuone namna tume watakavyotusapoti, ili wale ambao tuliwakodi na vitu vyao vikaungua katika mchakato huo wanaweza kuendelea wakanunuliwa vitu vyao wakaendelea na maisha. Ninawataka watumishi wa serikali na vyombo mbalimbali kuzingatia sheria nchi yetu. Wasitumie hii kama fursa. Rais amesema waliofuata mkumbo waachiwe. Ukienda pale sasa mwingine anatumia hii ni fursa ili ndugu yako aachiwe, toa fedha kiasi fulani. Tukifanya hivyo katika kipindi hiki tunaongeza maumivu,
lakini pia tunajenga chuki. Kwa hiyo mimi na polisi wangu tutakaa, tutazungumza na wale wanaothibitika kufanya vitendo vya namna hiyo katika mkoa huu. Sitawavumilia, maana wanalenga kutuchafulia. Kwa hiyo ndugu Salum, hoja yako nimeisikia, na kuwa na amani, na hakuna atakaye kutisha eti kwa sababu umetoa maoni yako kwenye mkutano wa mkuu wa mkoa. Kuwa na amani.